Yes bwana, mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli, mambo yanazidi kuwa moto kweli kweli. Ni kwamba baada ya Young Africans kutoa barua rasmi kwamba wao hawatoshiriki tena mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club baada ya kuahirishwa na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, TPLB, Tanzania Premier League Board. Baada ya kuahirisha mchezo huo, Young Africans ikaamua kuandika barua tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2024 kwamba wao hawatoshiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club. Baada ya kuzungumza hivyo, bodi ya ligi kuu bodi ya ligi TPLB iliweza kujibu uongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kwamba wao hawatopewa alama 3 na walizotaka. Na kwenye barua hiyo ya bodi kujibu Young Africans inasema kwamba kupitia vyanzo vyao mbalimbali kulikuwa na vitisho, tuhuma na rushwa na kasoro tu za usalama, ndio maana kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mchezo huo. Hiyo ndio sababu ambayo TPLB iliweza kuifanya kuahirisha mchezo huo. Lakini Young Africans imeweza kusema kwamba wao kama kamati ilivyokaa hawatokubali kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo wowote wa ligi kuu kwenye msimu wa 2024-2025, na waliweza kuandika barua hiyo. Lakini TPLB wao, bodi ya ligi, imeweza kuwajibu kwamba wao kama TPLB kwamba hawatopewa Dar es Salaam Young Africans alama 3 na magoli 3, bali moja ya makosa ambayo waliweza kuwafanya kuahirisha mchezo huo kwamba ni tuhuma, rushwa, lakini pia kasoro za usalama katika mchezo huo. Young Africans wao wameweza kusema kwamba sasa jambo hilo lazima liende mbele, jambo hilo lazima liende kwenye uongozi wa juu wa soka duniani. Kasi sasa Young Africans imeamua kukwea pipa kuelekea kasi, kuhakikisha wanatafuta haki yao, kuhakikisha wanapata haki yao ili jambo hilo liweze kusolviwa, na wameweza kuzungumza kwamba hawapo tayari kuweza kucheza mchezo huo. Young Africans wao wameweza kusemaje kwamba baada ya Young Africans kutoridhishwa na majibu ya TFF jana jioni, wamefungua kesi ya malalamiko kwenye mahakama ya usuluhishi wa kasi. Young Africans hawana imani na bodi ya ligi kuu na wameshindwa kukubaliana kabisa na mujibu wa barua iliyotoka, na hivyo wameamua kusonga mbele kasi ili kudai haki yao. Tayari malalamiko yamepelekwa kasi, kinachosubiriwa sasa ni taratibu na kisha kesi hiyo kusuruhishwa au kusikilizwa. Bana, Young Africans wamechoka sasa na wameshindwa kukubaliana au kuridhishwa na maamuzi ya bodi ya ligi kuu, lakini pia na TFF. Na moja maneno ambayo aliweza kuyazungumza rais wa TFF Wallace Karia, aliweza kuzungumza kwamba watu ambao wanataka kurudisha ligi yetu nyuma, tutawashughulikia ipasavyo. Na watu wengi wameweza kucomment na wameweza kuzungumza kwamba kitu ambacho Young Africans ambacho wameweza kukifanya kwenda kasi ni jambo ambalo ni la kweli, ni jambo ambalo ni zuri, kwa sababu wanataka haki yao, kwa sababu wao walitekeleza mambo yote, walitekeleza agizo lote kwenda uwanjani, na waliweza kuisubiria Simba Sport Club wao, lakini wao hawakuweza kujitokeza. Na moja ya barua ambayo waliweza kuiandika tarehe 9 mwezi wa 3 siku ya Jumatatu baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, waliweza kuzungumza kwamba wao kama kamati ambayo wameweza kukaa, waliweza kuzungumza kwamba wanataka wapewe pointi 3, lakini pia na magoli 3, lakini pia wanaiomba TFF waweze kuvunja kamati yote ya ligi kuu, yani kamati yote ya bodi ya ligi ya TPLB, Tanzania Premier League Board, kamati yote iweze kuvunjwa ikiongozwa na mwenyekiti wao ambaye anaitwa Steven Mguto, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Na bwana, Young Africans wameona sasa sio jambo la kuvumilia, wameona bana sio jambo la kukalia kimya, hivyo wameamua kuanzisha au kufungua kesi yao upya kabisa katika kamati ya usuluhishi kasi, na muda wote kwa hivi sasa kesi hiyo itaanza kusikilizwa na majibu yataweza kutolewa kwamba nani apewe haki yake
nani asipewe haki yake. Ukiangalia na mashabiki wengi wameweza kucomment, wanasema kwamba Young Africans inabidi apewe haki yake kwa sababu wao walifuata maagizo, walifuata kila kitu. Na ukiangalia moja kitu ambacho kiliweza kusababisha mchezo huo kuahirishwa, hamna ukweli wowote wa kuahirishwa kwa mchezo huo, kwamba kisingizio kwamba cha kuahirishwa kwa mchezo huo. Lakini wao kama bodi ya ligi kuu wameweza kuzungumza kwamba sababu ya kuahirishwa kwa mchezo huo ni sababu za kiusalama, lakini pia rushwa, tuma za rushwa kwamba zilikuwepo katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club. Young Africans wanapambana kweli kweli kuhakikisha wanapata haki yao, kuhakikisha wanapata kilicho chao ili waweze kuendelea kusonga mbele. Na kama tunavyojua kwamba Young Africans hivi sasa yuko mbele kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, akimzidi Simba Sport Club kwa alama 1. Na kama Young Africans akipewa alama 3, basi atakuwa mbele kwa alama 4 nyuma ya mpinzani wake ambaye ni Simba Sport Club, ambaye mpaka hivi sasa Simba ambaye mpaka hivi sasa ana pointi zake 57 kwa michezo 21. Kwa michezo 22, lakini yeye Young Africans ambaye yupo kwa nafasi ya kwanza ambaye ana pointi zake 58 akiwa na michezo 22. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kuamuliwa na kamati ya usuluhishi kasi juu ya Young Africans, juu ya barua ambayo Young Africans ameweza kuipeleka huko akidai haki yake kwa kitu ambacho kimeweza kutokea katika ligi kuu soka Tanzania bara kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kutokea. Na msimamo wa viongozi wa Dar es Salaam Young Africans ni kwamba wao hawatoshiriki mchezo wowote wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya Mnyama Simba Sport Club, bali ipewe pointi zake 3 na magoli yao 3 ili mambo mengine yaweze kuendelea. Ni jambo la kusubiri na kuona kipi ambacho kitaenda kutokea, kipi ambacho majibu ambayo yataenda kutolewa. Hii ni Bia TV, ni kusia unikombe, usipita usikose bila kubonyeza neno subscribe chini, lakini pia kubonyeza na kengele ili uweze kujiunga nasi kila tupandishapo.